Hakika ni kongole kwake Clement Mzize Walid, mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania ambaye ametoa tuzo ya kuwa mfungaji wa bao bora la mwaka barani Afrika kwa tuzo zilizotolewa pale nchini Morocco, na hivyo kuitoa kimasomaso Tanzania, kuitoa kimasomaso klabu yake ya Yanga baada ya kutoa tuzo hiyo ambayo Clement Mzize Walid alikuwa akishindania na wachezaji wengine 12 jumla wakiwa 13. Ni tuzo ya goli bora la mwaka ambayo imehusisha mabao yaliyofungwa katika kipindi cha kuanzia Januari 6, 2025 mpaka Oktoba 15 mwaka 2025, ambapo wahusika walikuwa ni wachezaji 13 waliofunga mabao bora katika kipindi hicho. Na wahusika ukiwatazama majina yao, wasifu wao, halafu ukaona namna ambavyo Mzize amewaburuza wote, ndipo ambapo unaweza kujikuta sio tu kumpongeza kwa kile alichokifanya, bali kana kwamba ni maajabu kwa Mzize. Ndio, amefanya jambo kubwa sana, kwa sababu katika orodha ya aliyokuwa akishindana nao ni mabao yaliyofungwa katika michuano mbalimbali ya CAF katika kipindi husika chotoka ukitaja. Ndani yake kuna michuano ya klabu ya CAF, ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho barani Afrika. Ndani yake kuna michuano ya CHAN, ndani yake kuna michuano ya vijana wa umri chini ya miaka 17, ndani yake kuna michuano ya wanawake, WAFCON na kadhalika. Sasa wahusika 13, baadhi yao wapo Osama Lamli, bao lake katika mechi za CHAN ambapo Morocco ilitoa ubingwa, yeye akiwa miongoni mwa waliowezesha Morocco kutoa ubingwa wa CHAN. Osama Lamli bao lake lilikuwepo katika miongoni mwa yale yaliokuwa kiwania tuzo ya bao bora. Lakini kuna bao la Ibrahim Ade, huyu ni nyota kutoka katika klabu ya Pyramids, bao alilofunga katika mechi dhidi ya Esperance de Tunis katika ligi ya mabingwa barani Afrika liliingia miongoni mwa mabao yaliyokuwa yakiwania tuzo ya bao bora la mwaka. Lakini pia yupo Barbara Banda, mchezaji nyota wa timu ya taifa wanawake ya Zambia, bao lake lilikuwa miongoni mwa yale yanayowania. Lakini yapo mabao kutoka kwa vijana wa umri chini ya miaka 17, wanawake, wanaume. Lakini vile vile kuna bao lililofungwa na Sofiane Bayazid wa Algeria, lilikuwa miongoni mwa yale yaliyokuwa yakiwania tuzo hizi. Kwa ujumla kulikuwa na washindani 13 akiwamo Mzize. Sasa Mzize, bao kale alilofunga katika mechi iliyochezwa kwa Mkapa jijini Dar es Salaam ya kundi A ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya wenyeji Yanga timu yake dhidi ya TP Mazembe, hilo lililotoa tuzo hiyo, lililoshinda miongoni mwa mabao yote yaliokuwa yakishindanishwa. Nakumbuka vizuri katika mchezo huo Yanga walishinda kwa mabao 3-1. Mzize alifunga mabao 2 kwenye mechi hiyo. Bao lingine la Yanga lilifungwa na Stefan Aziz Ki, wakati la TP Mazembe la mkwaju wa penalty lilifungwa na golikipa wao Badara Fati. Lakini Mzize alikuja kusawazisha katika dakika 33 ikawa 1-1. Baada ya Stefan Aziz Ki alikuja kufunga la pili, Mzize akaja kufunga bao la 3 kwenye dakika za 60 na kuifanya Yanga ibuke na ushindi wa mabao 3-1. Sasa bao lake lile la umbali mrefu likiwa limemwacha jumla golikipa Badara Fati wa TP Mazembe ndilo ambalo mwisho wa siku likashinda. Hapo awali mabao yaliyopendekezwa na wataalamu wa CAF yalikuwa 13, ambapo ndani yake wakatoa ruksa sasa kwa mashabiki kutoka barani kote Afrika, mashabiki wa mpira wa miguu kupiga kura zao kuanzia Novemba 6 mpaka Novemba 12 mwaka huu, mpaka Novemba 12. Mwisho wa siku kwenye maamuzi ya mashabiki, baada ya jopo la wataalamu wa CAF kuteua mabao 13 ili yapigiwe kura, ndipo Mzize akaibuka kidedea na hivyo kuipa sifa za kipekee klabu yake ya Yanga, nchi yake Tanzania, lakini pia mwenyewe kuboresha wasifu wake katika mpira wa miguu. Inakumbuka vizuri msimu uliopita Clement Mzize Walid alifunga mabao mengi kwa timu yake katika michuano mbalimbali aliyoshiriki kama ligi kuu Tanzania bara, lakini vile vile alifanya vizuri katika michuano ya CHAN akiwa na timu yake ya Tanzania ambayo ilikwenda mpaka hatua ya robo finali walipokuja kutolewa na Morocco, ambayo baadaye ilikuja kuwa bingwa wa michuano ya CHAN. Katika ligi kuu Tanzania bara, Mzize ambaye ndio kwanza ana miaka 21, maana alizaliwa Januari 7 mwaka 2004, katika ligi kuu Tanzania bara Yanga ikicheza mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara kama zilivyo timu nyingine zote, yeye alicheza mechi 29 akikosa mechi moja tu kuonyesha umuhimu wake ndani ya kikosi cha Yanga.
dakika alizocheza zilikuwa ni 1765, akaiwezesha Yanga kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu katika mechi hizi 29 dakika hizi Mzize akiwa ni miongoni mwa washambuliaji wa Yanga, tena akitokea zaidi pembeni eneo la kati, mshambuliaji kinara akicheza mara nyingi Prince Pomelo Dube. Mzize alipiga mashuti 54, kati ya 30 yakilenga shabaha, akafunga mabao 13, lakini pia alitoa assist 5 na hivyo kuchangia Yanga mabao 19 kati ya mabao 83 waliofunga katika msimu mzima wa ligi kuu Tanzania bara, sawa na mchango wake wa jumla kwa timu yake wa around 23%. Mzize alikuwa kwenye kiwango bora sana. Lakini katika ligi ya mabingwa barani Afrika, kati ya mechi 6 za kundi A la ligi ya mabingwa ambapo Yanga alishia hatua makundi, yeye alicheza mechi 4, dakika 315, alipiga mashuti 13 katika mechi 4 ligi ya mabingwa, mashuti 13, kati ya hayo 5 alilenga shabaha, akafunga mabao 2, 2 goals, likiwamo bao lililompa tuzo ya kuwa bao bora la mwaka. Lakini kwenye michuano ya CHAN alifungia Tanzania mabao 2, akiibuka mchezaji bora katika baadhi ya mechi. Alikuwa kwenye kiwango bora sana. Hivi sasa yupo nje kutokana na majeraha, lakini yeye ni miongoni mwa hazina za kujivunia kwa taifa na klabu yake ya Yanga. Tuzo hii imemfanya Mzize kuwa mchezaji wa kwanza wa Tanzania kutwaa tuzo ya kuwa na goli bora la mwaka, tuzo inayotolewa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Ni tuzo yenye heshima ya juu sana. Hapo kabla Tanzania imeshawahi kutoa goli bora la mwaka mchezaji kutoka katika ligi kuu Tanzania bara. Alikuwa ni Pape Osman Sako wakati akiitumikia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini Sako si Mtanzania. Hapa tunazungumzia Mtanzania aliyetoa tuzo hii. Mzize anakuwa wa kwanza katika miaka ya hivi karibuni kujitwalia heshima hiyo, heshima ambayo itadumu kwa mwaka mzima. Kila mara linapojadiliwa goli bora la mwaka, basi Mzize jina lake litajitokeza, na hapo klabu ya Yanga itajitokeza, na hapo taifa la Tanzania litajitokeza. Manake ushindi wa Mzize unaifanya Tanzania iendelee kuwa miongoni mwa mataifa yaliyo mbele katika medani za mpira wa miguu, na hasa kwa kuzingatia kwamba hivi karibuni Tanzania imekuwa ikifanya vizuri katika michuano mbalimbali na kujiwezesha kuwa mojawapo ya mataifa yenye kufanya vizuri sana katika mpira wa miguu kwenye kanzidata ya CAF. Hata katika ligi kuu Tanzania, ligi kuu yake ndio ligi bora namba 5 barani Afrika, ikizidiwa tu na ligi namba 1 ambayo ni Misri, ligi namba 2 Morocco, namba 3 Afrika Kusini, namba 4 ligi kuu ya Algeria. Lakini katika klabu bora 10 barani Afrika hivi sasa tunapozungumza kwa viwango vya CAF, ni mataifa 2 tu yenye timu zaidi ya 1 katika top 10. Mataifa hayo ni yapi? Ni Misri yenye klabu 3 ndani ya top 10 ambazo ni Al Ahly, Pyramids na Zamalek. Halafu taifa lingine ni Tanzania yenye Simba na Yanga. Hakuna taifa lingine lenye klabu zaidi ya 1 miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika kwa sasa. Kwa sababu hiyo, ushindi wa Mzize unazidi kucement, unazidi kuimarisha juu ya sifa njema ilizonazo Tanzania katika mpira wa miguu. Tumefaulu katika michuano ya AFCON finali zake kule nchini Morocco zitakazoanza mwezi wa 12, lakini pia Tanzania ndio waandaaji wa finali za AFCON za 2027, ikiwa ni mwendelezo tu wa mambo mengi mazuri. Hivi karibuni Tanzania, Kenya, Uganda zilikuwa wenyeji wa michuano ya CHAN, lakini finali zilizopita za AFCON Tanzania ilishiriki, hivi sasa imekuwa ikishiriki mara kwa mara. Lakini Tanzania mpaka sasa ndio taifa miongoni mwa mataifa 4 tu yenye timu 4 katika michuano ya klabu ya CAF, ikiwa ni ushiriki wa 100% kwenye hatua ya makundi. Mataifa hayo yenye timu 4 katika michuano ya klabu ya CAF ni Misri yenye timu 4, Morocco ina timu 4, Algeria ina timu 4 na Tanzania ina timu 4. Kwa lugha nyingine, kusini mwa jangwa la Sahara, ligi kuu ya nchi husika yenye kuwakilishwa na timu 4 katika hatua ya makundi ya michuano ya klabu ya CAF ni Tanzania pekee. Hata Afrika Kusini hawamo, maana timu yao mojawapo ya Orlando Pirates ilitolewa na St. Louis Lupopo na hivyo haikufuzu kwa hatua ya makundi. Kwa hiyo tunapozungumzia timu 4 kutoka katika mataifa zilizofuzu kwenye michuano ya klabu ya CAF hatua ya makundi, ni nchi 4 tu, Tanzania ni mojawapo. Mambo mengi mazuri ya mpira wa miguu ya Tanzania, Mzize anakwenda kuimarisha zaidi kwa kutoa tuzo hiyo ya bao bora, goli bora la mwaka la CAF. Litadumu mwaka mzima. Wote performance kwa Mzize. Pongezi kwake. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii
kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.